yakiwa ndio mabaki ya helikopta aina ya Eurocopter nambari za usajili 5Y-DSB iliyoanguka eneo la Mosop katika milima ya Nandi muda mfupi baada ya kupaa na kisha kushika moto. Helikopta hiyo ilikuwa ikitoka Endebess kuelekea Mosoriot wakati wa ajali hiyo ya mauti iliyogharimu maisha ya mbunge pamoja na wasaidizi wake wanne na rubani. Halmashauri ya usimamizi wa safari za ndege ya Kenya ikianzisha uchunguzi kuhusiana na mkasa huo wa kusikitisha. Miili ya waathiriwa 6 wa ajali hiyo akiwemo mbunge na rubani pamoja na wasaidizi wa mbunge huyo ikiondolewa katika eneo la ajali, huku mkurugenzi wa hospitali ya rufaa na mafunzo ya Eldoret akisema waathiriwa walichomeka kiasi cha kutotambulika. Mjue tu ni ajali imetokezea na watu wameumia na hakuna kitu ya kurili kuangalia kusema tunataka kuangalia mwili. Hiyo ni pengine kuangalia ni baada ya kuundwa zaidi, kutengenezwa ili ionekane kama mwili ya binadamu. But kwa saa hizi pamoja na moto na ajali yenyewe uwezo ka identify mwili yote pale. Na ni miili 6 tumepata, siko pale, zimepangwa vizuri, zimewekwa vizuri. Mashuhuda wa ajali hiyo wakibaini kwamba huenda ajali hiyo ilisababishwa na hali mbaya ya anga. Walikuwa wametoka Mount Elgon, then weta ikaribika, then wakalanda hapa emergency kidogo, wakaamuka tena wakaenda. Ile tulikimbia tukakuta ndege alianguka, alipiga chini pale, akakuja akakonga miti, akatupa watu wawili hapa, akatupa wawili hapo, akatupa wawili mbele huko. Ndio tulipata mmoja kama pato na pomwa. Tukajaribu kustua lakini aliisha hapo. Kwa saa 10 hivi kulikuwa na mvua kidogo na mist ilikuwa kubwa. So tukasikia hiyo ndege inakuja, kumbe ilikuwa inatafuta emergency landing. Sasa ikatafuta mpaka ikapata hapo juu forest fulani hapo, ikashuka hapo. Ndo resident sasa wakafika hapo. So ni kama hao watu walistuka kuona hao wananchi hao hivi. Sasa nikaona mwenye alikuwa nyuma ni kama anamwambia pilot tuende. So ndo ikaamka wakaenda tena. Alafu kitu kama 2 minutes ndo ikakuwa ina crash sasa. Baada ya kuamka ilikuwa inataka kuenda. Kumbe ni kama ikapata hiyo waya ya stima yenye iko hapo hivyo. Sasa ndo ikarudi huku forest. Ikianguka sasa. Ndo ikakonga miti hapo, crash, ndo ikalipuka. Fanya tulifika hapo tulijaribu kuzima hiyo moto. Sasa tukakuwa tunachota mchanga na tunaiwekelea. Sasa hiyo moto ikazima. Alafu sasa kuna mtu alikuwa hapo ndani chini ya hiyo ndege. Akajaribu kutolewa. Akatolewa akawekwa kando. Ndo sasa watu wakafika na moto ilikuwa imezima. Kuna mmoja alikuwa mahututi. Sasa after kitu kama 5 minutes ndo akaaga kabisa. Viongozi mbalimbali nchini Kenya wakiitisha uchunguzi wa kina na haraka kufuatia ajali hiyo. Inaongeza kwa orodha ya ajali ambazo zimefanyika na bado kupata hata taarifa ambayo inaweza kuridhisha wananchi wa Kenya. Kama ambavyo amesema Fred, Chief of Defense Forces, sio simple thing. Na mimi mwenyewe ninukuliwa wazi nikisema General Ogolla was taken out. Miili ya 6 hao baadaye ikisafirishwa kwa ndege hadi jijini Nairobi ambako itahifadhiwa huku taratibu za mazishi zikiendelea. Ripoti za awali zimebaini kwamba ajali hiyo huenda ilisababishwa na hali mbaya ya anga, huku mvua kubwa ikiendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Kwa ni ngumu hata kuona, na kulikuwa na mvua nyingi ambayo ilikuwa inaendelea huko. Ndiposa nataka niseme ya kwamba pilots wetu ambayo wanaendesha hizi mandege, tunaomba muwe waangalifu, hasa wakati huu wa mvua, wakati huu ambao sisi wote tunaona ya kwamba hali ya hewa sio mzuri. Saa ingine sisi kama wanasiasa tunataka kusema twende haraka kwa sababu ya hali ya kazi yetu. Lakini tunaomba hata nyinyi mnajua hali zetu. Kama ukiona weather ni mbaya, mbona wewe mwenyewe unakubali
mimi ama wenzangu wanakuambia twende. Hiyo ni kitu ambayo tunataka kuwaambia hawa wenye hizi kampuni za choppers, waweze kuwa wanazungumza na hawa pilots yao, kwa sababu hii ni kitu ambayo tungeweza. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche, YTV.